Nchi ya Marekani ndiyo nchi yenye mamilionea wengi duniani. Nikisema mamilionea namaanisha fedha za Kimarekani. Hivyo hivyo, nchi ya Marekani ndiyo nchi inayoongoza kwa kuwa na mabilionea wengi duniani. Ninavyotaja hii bilioni ni fedha za Kimarekani. Kwa kifupi, nchi ya Marekani ndiyo nchi yenye matajiri wengi kuliko nchi yoyote duniani. Halafu, serikali ya nchi ya Marekani imefilisika. Haina fedha kwa ajili ya kujiendesha kama serikali, kuhudumia raia wake. Government shutdown, maana yake serikali haiwezi kujiendesha inavyotakiwa. Kwa baadhi ya huduma za kiserikali inabidi zisitishwe. Zibaki zile huduma za dharura na huduma muhimu. Sasa kwa kifupi hapo serikali imefilisika. Alafu bado kuna wapumbavu wanatuhubiria siasa za Marekani ndani ya nchi ya Tanzania. Sasa hawa mabilionea, mabilioni yao ni ya nini huko Marekani? Yaani hebu tengeneza picha hii. Nyumbani kwenu baba yako amekosa fedha ya kununua chakula. Alafu wewe una fedha. Hutanunua chakula? Alafu kizuri ni kwamba hiyo fedha ulionayo mfukoni umeivuna kwenye shamba la baba yako. Yaani umelima na kuvuna na kwenda kuuza katika shamba la baba yako. Ikatokea labda baba yako mavuno yake hayakwenda vizuri. Kumbuka shamba la baba yako. Alafu hakuna fedha ya kununua chakula, hutanunua. Au ikitokea mdogo wako hana fedha ya kwenda shuleni na baba yako hana fedha ya kumpa mdogo wako, wewe hutampa mdogo wako fedha ya kwenda shuleni? Nitumie lugha nyepesi ili wale wapumbavu wanaokujaga kwenye comment wananitia hasira. Kuna yule mpumbavu mjinga aliniandikia ile comment akaniambia Magufuli alifanikiwa kuiendesha hii nchi kwa sababu aliwapora matajiri. Nirudie kukuambia wewe mpumbavu. Magufuli alikuwa na au matajiri ambao Magufuli alikuwa na wapora walikuwa wanavuna katika shamba lipi? Si shamba la Tanzania. Na Magufuli alikuwa ndo baba wa Tanzania. Serikali ya Tanzania ikijiendesha kimarekani, Waafrika hawanaga uvumilivu. Nepal, Madagascar, Morocco, Kenya, ile ni ishara ya hatari kwa serikali yetu, kwamba the little miscalculation serikali yetu itashindwa kutukontrol. Yaani serikali yetu ikituletea umarekani tu, demokrasia tu, we gonna burn our country. Serikali ya Marekani imefilisika, maneno marais. Alafu you tell me eti serikali ya Marekani inawahudumia wa Marekani. Hizo pesa za kina Bill Gates na kina Elon Musk ni za kina nani? Pole wewe na hilo genge lako mnao organize kutukomboa. Hakikisheni mkisha tukomboa mnaandika muswada ambao serikali itakuwa juu ya kila raia. Serikali inakuwa na uwezo wa kuingia kwenye akaunti ya raia yoyote na kutoa pesa na kuhudumia raia wake. Hatutaki Marekani eti serikali imefilisika kuhudumia raia wakati kuna mabilionea na matrilionea in America. What is that? What is stupid country? Imagine ujinga huu ungetokea Russia, adui namba 1 wa Marekani. Imagine ujinga huu ungetokea China, adui namba 1 wa Marekani. What would American media would have been telling us? Wa Tanzania. Kuna yule mpumbavu aliniandikia comment jana ananiambia, "Ujamaa ulifeli." You stupid boy, yule aliniandikia hiyo comment. Nilikujibu nikakwambia the one who programmed your mind was the super programmer. Kwa sababu hizo program zako hata mimi nilitoka nazo shuleni. Kwa sababu imagine kwa zaidi ya miaka 10 nilikuwa na programia kwamba socialism failed. Huo ujinga ndugu yangu hata mimi nilihubiriwa. Mimi ni juzi tu Russia Ukraine war has revealed a lot of secret. All capitalism country zitafeli. Ufaransa nchi ilichomwa moto wakati ni nchi namba 4 kwa kuwa na matajiri wengi duniani. Hivi tunajifunza kitu gani? Masuala ya GDP na utajiri wa watu tuwaachie wa Kenya. Sisi Tanzania tunaweka ugali mezani tunakula wote. Juzi CCM wanachangishana ile bilioni 100. Kuna jamaa alikuwa analia mtandaoni. Tena sijui miladi yao alikuwa anamposti. Sijui mwandishi wa habari sijui nani yule anatafuta milioni 120. Sijui ilikuwa milioni 120 ile kwa ajili ya matibabu. Lakini kikundi cha watu kimekaa dakika 2 kimechangishana bilioni 100. Alafu kuna mtu analia hospitalini ana shida ya milioni 100 kwa ajili ya matibabu. Hatuhitaji hiyo nchi ya style hiyo. We don't need this type of country.
Watu wanachangishana mabilioni for nothing, alafu mtu ana shida ya kuokoa uhai wake. Yaani tungekuwa ni nchi ya kiujamaa, serikali kwa inaingia kwenye akaunti zote za mabenki yote na kuchomoa shilingi 2. Shilingi 2 is nothing kwenye akaunti yako na kwenda kumlipia huyo mtu. Ndugu zangu, ubepari ni ushetani. Government shutdown, serikali imefilisika. Alafu hiyo serikali inafilisika, eti ndani ya hiyo nchi kuna mabilionea na matrilionea na mansuinionea. Hiyo ni nchi gani hiyo? Huo ndio mfumo wa kugombea riziki hatutaki. Pole pole. Na wewe na hicho kikundi chako ambacho mmepanga kutukomboa, make sure script tunayoitaka ni script ambayo serikali haitamchekea mtu yoyote. Hatuhitaji mtu anayelima na kuvuna Tanzania. Hicho chakula akifanya ni cha kwake mwenyewe. Hiyo ni American ndio European. We don't need that kind of political system. Unalima unavuna Tanzania, ni cha kwetu wote, tule wote. Sasa ujinga unaoendelea Marekani ni Republican na Democratic kuanza kulaumiana. Imagine the country is nchi ya Tanzania inaungua, alafu CCM na Chadema wanarushiana maneno. Huo ni ujinga. We don't need that political system. Tafsiri yake Republican na Democrat wanawahudumia kina Bill Gates na kina Elon Musk, hawahudumii wananchi wa Marekani. Sasa hiyo political system sisi hatuitaki. Chadema, sijui na ACT, sijui na nani, wa Tanzania tutafute mekanizmu ya kuua hivi vyama. Kwa mwenye akili anaona kinachoendelea magharibi, chanzo kikubwa ni siasa kuhudumia matajiri wa Tanzania. We need Chinese political system ambayo wananchi ndio wanaendesha uchumi wao. Sio kikundi cha watu ndicho kinachomiliki riziki ya watu wengi. Hicho kitu China hakipo. Badala ya watu kuelewana namna ya kuhudumia raia, wanazozana kisiasa. Sitaki kukuambia hayo maneno ya kisiasa ambayo it's nothing. Mtu anataka short definition. Nini maana ya government shutdown? Serikali haina fedha za kutosha za kuhudumia raia. Je, ndani ya hiyo nchi kuna matajiri? Wapo. Wanapata wapi hiyo pesa? Stupid. We do not need Western political system. We do not need American, European political system. Wachache kuwanyonya wengi, huku serikali ikisimamia huo unyonyaji. That is what is happening in America. Tunahitaji Chinese political system. Na tumewahi kuishi hiyo political system. Kuna yule mpumbavu alikuwa anafikiri kwamba ujamaa ulifeli. Yaani unaposema ujamaa ulifeli ni sasa kusema kwamba TTCL imeshindwa kuwahudumia wa Tanzania. Kumbe wanaoiharibu TTCL wako ndani ya serikali. Imagine tukawa na sheria kwamba mtu akidisrespect ofisi ya serikali ananyongwa. Kuna yule jamaa amenitumia ile picha ya wale watu wanaoendelea kunyongwa kule Iran. Unafikiri Iran imefika pale kwa nini? Sheria kali. You disrespect the law, tunakunyonga. Vipi tungekuwa na huo mfumo wa maisha? China, ukidisrespect law unanyongwa. Iran, ukidisrespect law unanyongwa. Urusi, ukidisrespect law wanakuua wanavyojua wao. Kwa sababu Urusi unajua kuna udemokrasia wa mbali uliingia kama miaka kadhaa hivi. Ile Soviet ilivyovunjika. Kwa hiyo wanaona kukunyonga kama akina China, wanaona bado wanakuliquidate kwa style yao wanaojua wao. Yaani unafukuzwa kazi baada ya kuharibu ofisini, alafu wanakuua wanavyojua wao. Nzuri kiasi gani hiyo? Sasa sisi tunakufukuza kazi, tunakufilisi, alafu tunahakikisha utoki nyumbani. We need to find our own way. Ndugu zangu, demokrasia ni ushetani. Government shutdown. Serikali ya Marekani imefilisika. Waswahili, wa Tanzania, tuelimike tusiwe wasomi.